Ndugu watumishi, mtakubaliana na mimi kuwa serikali imekuwa mstari wa mbele katika kuboresha mazingira ya kufanyia kazi na maslahi pia ya watumishi ili muweze kutoa mchango katika ujenzi wa taifa kwa ufanisi. Leo ni siku ya kipekee kwa sababu tunaenda kuhitimisha changamoto iliyokuwepo hapa wizarani kwa muda mrefu. Wizara imenunua mabasi haya kwa fedha nyingi ili kurahisisha utendaji kazi wenu. Ninaomba tutumie mabasi haya kwa nidhamu, tuyatunze kama mali yetu wenyewe na tuyafanye kuwa sehemu ya mafanikio yetu ya kila siku hapa kazini. Niombe nitoe ujumbe mmoja kwenu kwamba vyombo hivi ni vyombo vya usafiri, ni kwa ajili ya matumizi yetu. Niwaombe mjue kwamba kitendo cha wizara na serikali kuamua kutenga fedha kununua vyombo hivi vya usafiri ni kitendo ambacho kinaashiria kwamba watumishi wa serikali tunawaona kazi zenu, lakini pia tunawajali na tunataka mfanye kazi katika mazingira bora zaidi. Tangu tulipohamia Mtumba katika hii jengo jipya, watumishi wamekabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri wa kuja kazini na kurudi nyumbani kutokana na kutokuwepo kwa huduma ya usafiri. Lakini pia katika uchunguzi mdogo ambao tumeufanya, tulibaini kuwa watumishi wanalazimika kutumia kiasi cha shilingi 10,000 hadi 15,000 kwa siku kwa ajili ya usafiri, na hali inamuongezea mtumishi ugumu wa maisha na kushusha morali katika kazi. Kutokana na changamoto hiyo, idara iliweka bajeti au ilitenga bajeti ya wizara kwa mwaka 2025-26 ya ununuzi wa mabasi matatu kupitia programu ya Boost ili kupunguza changamoto ambayo nimebainisha. Leo hii tunayo furaha kujulisha kuwa mchakato wa ununuzi wa mabasi ambao ulianza mwezi Julai 2025 ulikamilika mwezi Machi 2026. Kwa niaba ya watumishi wote, watumishi wenzangu walioko mbele yako, nachukua fursa hii kuishukuru ofisi kwa kuridhia kutenga bajeti ambayo nimetajwa na kuridhia kununua mabasi hayo. Tunashukuru sana sana. Baba, kwa niaba ya Profesa Caroline Nombo, tukwambie sisi wafanyakazi tunasema asante sana, umekonga mioyo ya nafsi zetu. Ni waombe wafanyakazi wenzangu, kabla hatujapata vyombo vya usafiri tulikuwa na chombo cha usafiri. Sasa tuna mabasi 4. Nina hakika na mimi kwa nafasi yangu kama mwenyekiti nina sababu ya kujipongeza, na nyinyi ikiwezekana nipongezeni. Mwenyekiti, nimepambana sana. Lakini ninachotaka niwaombe sasa, kwa ninavyomuelewa Daram, sijui, lakini kwa ninavyomuelewa, swala sasa la kusema nimechelewa daladala halitakuwepo. Sote tutalazimika kufika kazini saa 1:30, na kama una chombo chako cha usafiri ambacho katibu mkuu kwa utaratibu maalum alikuwezesha kukipata, basi wewe saa 12 kamili. Sitakubali kupokea kesi za mtu aliyechelewa kufika wapi? Kazini. Kesi hiyo katibu mkuu mimi sitaruhusu.